Mimi naitwa Michael Wolfram Kailo ambaye ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi kupitia kata ya Bonde la Songwe. Kwa sasa siku ya leo nilikuja kurudisha fomu na nimemkabidhi katibu na ameshaikagua na ameona iko sawa, na sasa ni tayari kwa ajili ya kwenda kwenye mchakato unaofuata. Kikubwa namshukuru Mungu sababu hata wakati nimewiwa kuja kurudi kuchukua fomu hii, basi wananchi wengi walinisukuma kwa sababu walisema bado na imani kubwa na mimi. Basi hii ndio inanipa matumaini makubwa sana ya hatimaye kuweza kusikiliza matakwa ya wananchi wangu. Kwa sababu wanasema sauti ya wengi ndio sauti ya Mungu. Kwa hiyo nimetii hiyo na ndio maana nimekuja kujaza. Basi kitakachotokea tunamwachia Mwenyezi Mungu. Lakini kubwa ni iseme ya kwamba kwenye upande wa maadili tumepewa barua tukati tunachukua fomu zetu hizi ambazo zinatuonyesha nini ambacho tunatakiwa tukifanya na kipi ambacho tunatakiwa kuzifanya. Kwa nafikiri tuzingatie mwongozo ule. Kwa sababu kipindi kama hiki kuna mambo mengi, watu wanataka kutoa takriban na nini, yote ni makosa. Kwa hiyo mwingine anaweza kutumia advantage hiyo kusababisha ukakatwa jina lako. Kwa hiyo nafikiri tufuate maadili ambayo ni mema na tufuate misingi yote ambayo tuliyowekezwa na chama chetu cha Mapinduzi. Kwa sababu sasa hivi mwaka huu uchaguzi, kwa kweli Chama cha Mapinduzi kiko makini sana na kinahitaji kutenda haki. Kwa hiyo nadhani na sisi tusifanye faulu hizi ambazo hazina msingi. Na mimi nazingatia sana hii, na hata kama itajitokeza wagombea wenzangu nao wazingatie. Majina yangu naitwa Ana Mgunji, ni katibu kata wa Chama cha Mapinduzi wa kata ya Bonde la Songwe. Zoezi la uchukuaji wa fomu kwa mujibu wa ratiba yetu ya chama limeanza tarehe 28 mwezi wa 6 2025, litahitimishwa tarehe 2 mwezi wa 7 2025. Mpaka leo nimepokea mtiania mmoja ambaye alichukua fomu 28, leo amerejesha. Kwa kuwa zoezi linaendelea mpaka tarehe 2 mwezi wa 7, yawezekana nikapokea watiania wengine. Kwa majina naitwa Gabriel Senti Yongo, nakaa kijiji cha Songwe Viwandani, kata ya Bonde la Songwe. Mimi kama mimi binafsi, jukumu langu ni kumchagua kiongozi aliye bora na thabiti kwa ajili ya manufaa ya umma na jamii kwa ujumla, pia kwa nchi kiujumla. Kwani kuchagua kiongozi asiye bora maana yake nitajizofisha maendeleo mimi mwenyewe au nitakwamisha maendeleo mimi mwenyewe. Kuchagua kiongozi bora kuna maanisha kwamba tunataraji kuwa na maendeleo katika kijiji chetu cha Songwe Viwandani, kata yetu ya Bonde la Songwe Viwandani, pamoja na wilaya yetu ya Mbeya DC. Maendeleo mbalimbali yamefanyika katika kata yetu ya Bonde la Songwe, hususan ujenzi wa madaraja mawili ambayo yamepakana na kijiji cha Songwe Viwandani na Idiga Songwe, pia kuelekea Marowe, na daraja dogo kijiji cha Idiga Kasale. Hizo jitihada zote zimefanyika na serikali kwa kipindi hiki cha miaka 5 kwa ajili ya kuunganisha vijiji na kuunganisha wananchi wote. Kwa majina naitwa Veneranda Tadei, ni mkazi wa kata ya Bonde la Songwe. Kuelekea uchaguzi tumejipanga vizuri kwa kweli. Tunategemea kupata kiongozi bora na kiongozi mzuri ambaye ataendeleza hapa palipo bakia. Mimi kama mimi naona uchaguzi utaenda vizuri na utakuwa wa amani kabisa na salama. Sina shaka juu ya hilo, naona kabisa uchaguzi utakuwa vizuri. Kwa mimi kama mimi nimejipanga vizuri tu na natumaini uchaguzi utakwenda vizuri. Kwenye kata yangu ya Bonde la Songwe, kwanza kabisa napenda nimpongeze diwani wangu aliyepita. Amefanya vizuri kwa kweli. Tumeona maendeleo. Hamna asiyeaona, wote wameona na tunampenda na tunamfurahia, amefanya vizuri. Tunamuombea miaka mingine 5 ili aendelee kutufanyia vizuri kwa kweli. Asante, tunamshukuru, tunamuombea kwa Mungu aendelee kumtunza ili aendelee kufanya vizuri zaidi ya hapa. Mimi kwa jina naitwa Agustino Kaberege, mkazi wa Songwe Viwandani, kitongoji cha Rugana. Napenda nchi yetu iwe na amani. Ili tuweze kupata amani, tuhakikishe kabisa CCM inapita bila kupingwa. Tunapongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, ndugu Samia. Aendelee kuongoza nchi hii. Mimi ndani ya kitongoji au ndani ya kijiji cha Songwe Viwandani na kata ya Songwe Viwandani, napenda kabisa viongozi wetu waweze kusonga mbele, wawe na mshikamano, wasidanganywe na mambo mengine yote ya nchi hii.
ili tuweze kupata amani.